mzigo, walifanya kazi kwa mikono yao. Ina maana walisaidia jamii ya kule ili waweze kupata chakula. Lakini hapa mimi naongelea nini kuhusu kuwasaidia wazazi au walezi? Wengi wetu hapa, wangapi wanajitegemea? Wachache. Wengi bado tuko kwa wazazi au walezi. Kwa hiyo tuwapo katika chini ya himaya ya wazazi au walezi, tunatakiwa kuwasaidia wazazi wetu, tusiwe mzigo. Amen? Tusiwe mzigo, bali tuwe kielelezo. Yaani mzazi akijua kabisa sasa hivi yupo Neema hapa nyumbani, au yupo nani? Yupo Jessica hapa nyumbani, kwa kweli wewe unajisikia amani. Kiasi kwamba hata siku ukija kuondoka kwenda shuleni au ukija kwenda kuanza maisha yako, umeolewa, hadi mzazi yani anakutoa, lakini moyo wako unafanya nini? Unasikitika kwa sababu umewasaidia wazazi. Leo hii unakuta kuna binti mzazi wake akifanya shughuli fulani anaona aibu, lakini asijue ile shughuli ndio inawafanya wafanye nini? Wale wasome, waishi. Kwa hiyo anaona hata kumpokea mama yake siku moja kwenda kwenye ile shughuli, labda mama anauza mboga au mama sijui anauza ndizi barabarani jioni, wewe unaogopa kwenda kumsaidia mzazi wako, mama yako, kuna kumwambia mama, naomba jioni ya leo upumzike, mimi niende nikakae ili niuze. Amen? Yani ile kutua ule tu mzigo wa mamako, kumtaka naye apumzike siku moja, yani wewe utakuwa wa thamani. Amina, utakuwa wa thamani. Lakini mabinti wengi sasa hivi wanaogopa kuwasaidia wazazi. Mimi nililelewa na mamangu mdogo. Mamangu mdogo alikuwa anauza nyanya sokoni. Nilikuwa nikitoka shuleni, nakumbuka darasa la 4 la 5. Nikitoka shuleni napitia mida saa 8:30 ile saa 9 tukishamaliza usafi shule ya msingi, napita sokoni nasaidia kuuza nyanya, na nilikuwa najua kupanga nyanya vizuri. Baadaye mama mdogo akahamia biashara ya mchele sokoni. Michele inawekwa kwenye ungo, mimi ni wa Mbeya, unaweka kwenye ungo, wanapima kwenye vibakuli, na mimi ile biashara nimeifanya. Nilikuwa nikitoka shule napita pale Jumamosi nawahi, kwa sababu mama mdogo anakaa nyumbani kwa ajili ya kufanya kwanza shughuli zingine za usafi wa pale. Anasema Subi, tangulia nenda kafungue kibanda chetu pale sokoni, uendelee alafu atakukuta. Kwa hiyo akiwa akija labda mchana saa 6, hana wasiwasi, anajua binti yupo pale anauza. Amen. Hana wasiwasi, kwa hiyo anajua hata akija saa 6, hata akija saa 7, nyanya zitakuwa zimeuzwa, mauzo yapo, na mimi narudi nyumbani. Na kama sio nyumbani, nakaa pale pale, ananiuliza vipi umeendeleaje, naambia naendelea vizuri, tuko na majirani wengine na nini. Hadi leo nikirudi katika ile jamii naheshimika sana. Amen. Kwa hiyo tusione aibu kuwasaidia wazazi. Hiyo ni thamani ya nani? Ya binti. Kwa kama mama yuko kule anafanya kazi, labda anafanya biashara, basi wewe kaa nyumbani ufanye nini? Ufanye kazi za nyumbani. Maana sasa hivi kuna roho ya uvivu fulani. Tena sasa hivi na hizi smartphone, mabinti tuko bize, tunaacha kusaidia, yani tuko bize, tunachat, tunafanya nini, umeacha nyumbani mavyombo, tutakuta huko mbele. Thamani nyingine ya binti ni kujitunza. Amen. Binti lazima ujitambue. Kama hujajitambua, yani utapigwa danadana mpaka baadaye unakuja kujitambua, imeshakuwa too late. Amen. Lazima ujitambue, yani wakati huu ujitambue kwa wewe ni nani? Wewe ni binti. Lazima ujiheshimu. Unatakiwa ufanyeje? Natakiwa nivaeje? Natakiwa nitembeeje? Yani sio mtu tu unatembea barabarani wanasema huyu hopeless. Amen. Hadi mtu unatembea barabarani wanaanza kukutania wavulana, wanakupigia mluzi. Lakini ukiwa smart, uko serious, umetembea, hakuna mtu atakaye kupigia mluzi njiani. Akupigie mluzi wewe kuku. Amen. Unapigiwa mluzi wewe kuku au mbuzi. Na kwa nini upigiwe mluzi? Ina maana kuna kitu, kuna thamani haiko ndani yako. Amina. Kwanza wakati mwingine mimi nilikuwa nipigiwa mluzi nageuka. Na ukishageuka mtu anakimbia. Lakini sasa kama unageuka unacheka atakuita. Lakini ukigeuka huko serious, kesho utapita hamna mluzi, kwanza atageuka mwingine. Amen. Kwa hiyo lazima tufanye nini? Tujitunze, pia tuwe na utii.
Neno linasema utii ni bora. No, hata mapolisi huko wanasema tii bila sijui nini na nini. Hata kwenye Biblia inasema utii ni bora kuliko nini? Dhabihu. Umeona? Kwa hiyo uone utii ulivyo ndani yake. Utii unaendana na nini? Na heshima. Amina. Yaani tuwe watii, tusichague watu wa kuwatii. Maana sasa hivi watu unakuta anachagua watu wa kuwatii, wengine hawatii. Labda ukimwona tu mtu huyu hana uwezo wa dini, yaani anamchukulia poa, lakini ni mtu mzima, unatakiwa ufanye nini? Umtii. Au ni hata kama ni mdogo unatakiwa ufanye nini? Umtii. Huwezi kujua. Amen. Pia katika thamani pia nyingine kuna masuala ya elimu kwa wale wanaosoma. Masuala ya nini? Ya elimu kwa wale wanaofanya nini? Wanaosoma. Babangu mdogo wakati nasoma alikuwa ananiambiaga maneno mazito sana ambayo sasa hizi ndo nayaelewa. Alikuwa anasema, yaani natamani wakati niko shule ya msingi, najisikia kwanza uwivu sana nikipita kwenye maofisi ya watu nakuta nahudumiwa na mabinti. Yaani ukuta ofisi umekadisha, umeenda benki amekuhudumia binti, umeenda ofisi sijui sheria amekuhudumia binti, umeenda huko amekuhudumia binti. Huwa najiuliza, hivi wale wamekaa pale ni kina nani? Na mimi nyumbani nina mabinti. Anasema ni I wish na nyinyi mje kuwa kama wale mabinti. Amen. Naongea na mabinti gani wanaosoma wapi? Shule. Amen. Kwa hiyo unapokuwa shule, kama umepata bahati mzazi anakusomesha, itumie hiyo nafasi bila kucheza na bila kufanya nini? Kuichezea. Ukiwa na Mungu, ukiwa na utii, ukiwa na jiheshimu, na pia ukiwa darasani utaenda mpaka mwisho. Amina. Amen. Yaani usipende kujichanganya. Na pia wapo shuleni, chagua watu wa kufanya nini? Watu wa kuwa nao. Kwa sababu tunasoma kwenye mashule, unajua kuna wengine ni maagent hadi mashuleni. Na mwingine anakuwa na nguvu fulani. Kwa mtu, kuna watu wengine yani sijui tunaita key people, sijui kina nani, yani unakuta kuna mtu mwingine yani ndio kimbelembele, yani anasema mnamsikiliza, yani hata huwezi kumpinga. Yani ukiona hivyo na mambo anayoyasema anayotaka muyafanye sio, kemea katika ulimwengu wa roho. Amina. Kwa sababu kuna vitu vingine mtu ukiwa shuleni unavifanya sio kwa sababu ulipanga kuvifanya ulipotoka nyumbani, lakini kwa sababu mtu fulani amezoea kwa convince ndio unafanya. Amina. Unatakiwa uwe na misimamo, chagua watu, chagua marafiki wazuri, wenye kauli nzuri, wenye mienendo mizuri, wenye maono mazuri. Angalia rafiki ambaye yeye anatamani kufanya nini baadaye, anatamani kuwa nani baadaye. Amina. Yaani usikae na mtu ambaye hana sijui niseme, yaani hana vision. Yaani hana maono yeye, yaani yeye hataki maliza anataka kuwa na. Kwa sababu mwingine wako sekondari, tena sekondari kipindi cha adolescent, yaani ndio kibaya sana. Pale ndio watu wanaangushana sana. Amen. Pale ndio watu tunaangushana sana. Mabinti wanaangushana sana. Mwingine hata hakutegemea, lakini kwa sababu amekutana na grupu, amekutana na marafiki ambao sio, kwa hiyo naye amekuwa sio. Na mwingine anatoka katika misingi mizuri tu ya wazazi wako katika nini? Wako wanamjua Mungu. Kwa hiyo ili uwe wa thamani, lazima, na najua binti ambaye anakuwa anazingatia shule, anazingatia masomo, aisi anaufurahisha moyo wa mzazi. Amina. Anaufurahisha moyo wa mzazi, na mzazi anakuwa hana mashaka, hana wasiwasi. Yaani wewe unakuwa mtu wa vibali tu kila saa. Baba naomba kitabu, kuna kitabu kimetoka, kinauzwa shilingi ngapi? Kinauzwa shilingi 15,000. Baba ataka maana hata jitahidi aache kitu chochote, wewe ukapata kitabu cha shilingi ngapi? 15,000. Baba sijui kuna material ya kutoa photocopy, sijui ni nani. Yaani nakwambia atajitahidi aje hata akope ili akakutolee material yako photocopy, ufanye nini? Usome. Amen. Kwa hiyo hivi vinaenda sambamba. Sio wewe uko nani, tumeona thamani ya ubinti wapo shuleni pamoja na kuzingatia nini? Tumesema pamoja na kuzingatia masomo. Wewe usizingatia masomo, sio binti wa kawaida. Amina. Kwa sababu kwa wakati ule, unajua kila jambo na wakati wake. Si tunaona Biblia inasema kwa kila jambo na wakati wake. Sasa wewe
wakati huu umepewa miaka 4 ya kufanya nini? Ya kusoma kuanzia labda form 1 hadi form 4. Yaani pale unataka ufanye nini? Wakati jambo lile na wakati ule ni wa wewe kumaliza kidato cha 4. Amina. Kwa hiyo tuenende huku tukiukomboa wakati. Kwa sababu ukichezea hiyo miaka 4 utaanza tena habari za kufanya nini? Kulisiti. Miaka inaenda. Amina. Alafu gharama zingine, huwezi kujua mzazi kwa wakati huo atakuwa na uwezo wa kukufanya ulisiti au hana uwezo, au ndio ukawa mwisho wako. Lakini kwa nini usitumie hii miaka 4 vizuri? Amen. Mimi wakati nasoma, mimi form 1 na form 4 nimesoma Songea Girls. Nimesoma labda wengine walikuwa hajazaliwa miaka 93. Pale sasa shuleni ndio kulikuwa na vitu kama hivyo, sijui na nini, wengine tena wametoka Dar es Salaam, of course na mimi mwenyewe kwetu huku, babangu ni huku, lakini baadaye tulihamia Mbeya. Sasa nilikuwa nimemaliza huko Mbeya, sehemu fulani kunaitwa Tukuyu, huko babangu mdogo alikonilea. Nilipomaliza darasa 7 nikafaulu, nikaenda Songea Girls. Na wakati ule ilikuwa kufaulu darasa 7 jamii yote inajua. Yaani wote wanajua mtoto fulani amefaulu darasa ngapi? La 7. Tena ameenda wapi? Songea Girls. Kwa hiyo nikafika shuleni. Nilipofika shuleni, hapa naongelea thamani ya ubinti katika swala lipi? La elimu. Amen. Nilipofika shuleni, nilipokuwa form 1, nikawa nasoma. Kusoma tukafanya mtihani mwezi wa 6. Kufanya mtihani mwezi wa 6, darasa ilikuwa na watu 40 na ngapi? Nikawa mtu wa 25. Sikujali. Tukaenda form 1 term ya pili, tukafanya mtihani, sijui nikawa mtu wa 28. Yaani kwa mimi nilikuwa nitoka darasani tu, yaani nilikuwa napenda story na michezo. Tukaenda form 2, miaka yetu ile mitihani ya form 2 ilisitishwa kidogo. Tukaenda form 2, tukasoma, nikawa sijui mtu wa 26, sijui, yaani nilikuwa nacheza namba 20 na kitu. Nikamaliza form 3, nikawa sijui mtu wa ngapi. Sasa form 3 ilipofika Januari, nikawa namuona rafiki yangu mmoja anaitwa Neema na mwingine anaitwa Nuru. Wale walikuwa wanakuwa wa kwanza au wa pili kila siku. Sasa nikasema, yaani ikanijia tu kitu kingine, kitu. Nikasema kwa nini Neema yeye na Nuru wanafaulu na nini? Sasa nilichokifanya nikatafuta urafiki na Neema. Kwa hiyo nikawa na Neema, nijue siri ya Neema kwa nini anafaulu. Kwa hiyo akawa Neema rafiki yangu. Kwa hiyo tukaanza kuandaa program na Neema. Kwa hiyo akisema kwenda kusoma na beba madaftari yake na mimi nipo. Tunakaa tunasoma usiku, tunarudi. Mpaka kitanda niliama kwangu, tulikuwa tunalala na Neema. Kwa tukaenda tunasoma nini na nini, ikifika siku za testi tunakaa, ikifika sijui mitihani tunakaa. Mtihani wa mwezi wa 6 form 3 tulivyofanya, mimi nikawa mtu wa 5. Nuru akawa wa kwanza, Neema wa pili, wa 4 akawa dada mmoja anaitwa Ajala. Ametangulia mbele za haki. Afu mimi nikawa wa 5. Mwezi wa 12 ukafika, tukafanya mitihani. Kufanya mitihani, Neema wa kwanza, Nuru wa pili, mimi wa 3. Tukamaliza, tukaingia form 4. Kuingia form 4, hivyo tuko na Neema. Lakini sasa baadaye tulipofika, mimi nikawa na speed kali, nikawa na akili kuliko Neema. Neema akanionea wivu, tukagombana. Kwa hiyo tukatawanyika. Kila mtu akawa na grupu lake. Sasa tulipokuwa na grupu lake, sasa tukawa washindani wabaya. Kwa sababu yeye hataki kupitwa na Nsubiri na mimi sitaki kupitwa Neema. Neema ana nini? Tayari ninakijua, siri ni kusoma na kuwa serious na kitabu. Na yeye tayari anajua. Kwa hiyo sasa hapo tukawa tunafanya kazi kwa mashindano. Bora anipite mtu yoyote kuliko Neema. Kwa tukaenda. Tukafika form 4 term ya kwanza, tukaambiwa tukaambiwa ndio tukaanza kuchagua masomo nini na nini. Mimi nikachagua science na Neema naye akachagua science. Kwa hiyo tulikuwa tunasoma biology, chemistry na nini, kwenye practical za physics tunaingia wote. Tukiingia wote sasa mimi physics nikawa niko vizuri. Tunafanya mimi napasua. Kwa hiyo Neema akawa anachukia, yaani akawa haniongeleshi. Atuongee kisa shule. Mmeona ugomvi mzuri Kisa nini shule? Kwa hiyo tunaenda sasa, mwalimu wa physics alikuwa ananipenda kwa sababu mimi nilikuwa naweza physics.
Kwa tukaenda tukamaliza mtihani wa form 4. Tulivyomaliza, lakini baadaye tukapatana tu vizuri na sasa alipoona sasa nimezidi naye akawa anajishusha ili aone huyu kwa nini. Yaani nimeenda ni mtu ambaye nimemnyanyua afu amenipita afu zaidi afu dai, kwa hiyo sasa sio akafanyaje akawa mpole huyu kwa nini. Tukamaliza mtihani wa form 4. Tulipomaliza mtihani wa form 4 vizuri, tukafanya, matokeo yakatoka, yakabandikwa shuleni pale, kwa sababu sisi tulikuwa hatuna mitandao na nini, gazeti linatoka, kwa hiyo unakuwa na hamu gazeti likitoka usome matokeo na mengine yanabandikwa shuleni. Tulipomaliza form 4, mimi nikapata division 1 ya point 15, Neema akapata division 2 ya point 18. Amina. Kwa umeona ushindani mzuri hivi. Hapo kungekuwa na jambo lingine, speed hiyo ingekuwepo. Kungekuwa na jambo sio la kuchati, kungekuwa na jambo sio mienendo sio. Amen. Ni yaani ungevutwa na kitu kingine. Amina. Na huku tulikuwa na ibada zetu kaspeta na nini. Amen. Kwa hiyo ndio ninachokuambia, yaani ukiwa shuleni, hebu tafuta wewe ambaye uko katika wakati wa elimu, tafuta kuwaona wale ambao wako vizuri, nenda kajue siri yao. Usikae tu kiunyonge, nenda kajue utasoma saa ngapi, mtadiscuss sijui saa ngapi, utafanya nini saa ngapi, mnaenda. Amen. Kwa sababu mimi siri nyingine niliyokuwa nayo katika hii elimu, nilikuwa nikishamaliza natafuta mitihani, nilipokuwa form 3 form 4 natafuta mitihani ya past paper, topic ambazo tumefanya, na chukua swali moja, nikawa na kidaftari changu kidogo vile vya shilingi 50, sijui saizi shilingi 200, vile vidogo vile vya kufunua hivi, saizi ya vile vimepotea naona. Kama hivyo, lakini saizi vimeletewa mazuri haya. Ila navyo vilikuwa vidogo hivyo, page sijui ngapi. Kwa hiyo naanza kuandika essay. Naandika kwa muda wangu. Naandika essay. Yaani hajatupa mwalimu, hajatupa nini, nimetafuta. Naandika essay labda swali moja la history, sijui define, sijui nini. Na define, nikimaliza hapo naenda kumtafuta mwalimu wa history. Naambia mwalimu, nimeandika essay kwenye daftari langu. Hilo hapo naomba uniangalie kama nimepatia. Yaani hapo hatujapewa darasani, hatujafanya nini. Sasa vile vitu Neema alikuwa afanye nini? Ajui na bisku wapi. Kumbe vile ndio vilikuwa vinanijenga mpaka baadaye nikawa niko hivyo. Umeona? Sasa wakati huo kila mtu ametawanyika, yeye kaenda kulia, mimi nimeenda kushoto. Kwa mbinu zangu tena zingine akawa hazijui. Amina. Kwa nini ninachotaka thamani iko pale. Kwa mimi nilikuwa ina maana wa thamani nyumbani kwetu. Kutoka kwenye 20 ngapi mpaka nikavuka kuwa 2 hadi 1. Amen. Tunaelewana na mabinti mnaosoma. Kwa hiyo thamani yako katika wakati huu iko kwenye nini? Pia kwenye elimu. Kama wewe uko shuleni, hakikisha unasoma kupita maelezo. Na kazi unafanya nini? Unafanya. Nyumbani unasaidia. Kabla kwenda shuleni, amka, fanya usafi. Ukishafanya usafi, jitahidi amka saa 11, fanya usafi. Ukishafanya usafi, ondoka nenda shule, au amka, pitia topic yako moja, au fanya maswali yako mawili ya hesabu, oga, deki sebuleni, oga, kimbia nenda shuleni. Amen. Wahi darasani, usipende kuchelewa darasani. Wahi darasani, na darasani kaa kiti cha mbele. Mimi sijawahi kukaa nyuma darasani. Yaani tangu niko hiyo sekondari nilivyojua zile spidi za kina Neema, zile anakaa mbele, akawa anakaa hapo na mimi hapo. Sijawahi kukaa mpaka namaliza chuo kikuu, mpaka namaliza masters, sijawahi kukaa nyuma. Amina. Kwa hiyo jifunze, kama ulikuwa ukai mbele sijui nini, kaa mbele. Kaa mbele. Na jitahidi, yani wewe jitutumua wewe unanyosha nini? Mkono unajibu maswali. Mimi mwalimu wangu alikuwa ananipenda, saa hizi tena ni waziri. Umeona? Ananipenda sana kwa sababu nilikuwa nafanya kazi na hivyo. Amina. Kwa hiyo tumeiona thamani Tumesema elimu pia ni thamani ya binti kwa yule ambaye yuko katika elimu. Ukizingatia, ukifanya nini? Yaani wewe ukiwa shagarabaga na elimu, thamani yako ya ubinti kwa wazazi haipo. Amina. Kwa hiyo tujitahidi tusome kama kwa bidii, kama tulivyofanya nini? Tulivyobahatika. Kwa sababu ile ni neema. Mwingine unakuta alitamani lakini amefanya nini? Ameshindwa. Haya. Kwa hiyo mambo muhimu sasa ya kuzingatia ili uwe na hivyo, kwa sababu ile ilikuwa thamani, tumeona thamani, kujiheshimu, kufanya nini. Sasa ili tuendelee kuwa na ile thamani yetu tufanye nini? Tunatakiwa tuwe watu wa ibada na kulisaidia kanisa.
Amen. Kuna wakati, ndio maana watu wanasema kuna msaada wa hali na mali.